Kwa majina naitwa Steven Peter Waritu, ni mtaalamu wa maabara. Nafanya kazi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando, idara ya maabara, kitengo cha kemia. Kemia tunapokea sampuli za aina tofauti kama urine, tunapokea plasma, tunapokea serum, lakini pia tunapokea pleural fluid, tunapokea CSF. Na sampuli hizi zinatumika kuchakata au kufanya vipimo vya aina tofauti. Tunafanya vipimo vya aina mbalimbali katika idara ya kemia. Tunafanya vipimo kwa ajili ya kuangalia utendakazi wa ini, ambapo tuna vipimo vya aina tofauti. Tuna vipimo kama HASAT, tuna vipimo kama HALAT, tuna vipimo kama bilirubin, tuna vipimo kama alkaline phosphatase, GGT na vipimo vingine kadhalika. Vipimo hivi vinamsaidia mgonjwa kwa ajili ya kutambua utendakazi wa ini lake. Mgonjwa anapokuwa na changamoto ya ini, tunaweza kutambua dalili kwa kupitia vipimo hivi. Lakini pia tuna vipimo kwa ajili ya kuangalia sukari katika damu ya mgonjwa, ambapo katika kuangalia sukari tuna vipimo ambavyo tunaweza kufanya kwa kutumia kipimo kinachoitwa HbA1c, ambacho kinafanyika chenye tunaangalia wastani wa kuanzia miezi 2 mpaka 3. Lakini pia tuna kipimo ambacho tunafanya kwa mgonjwa ambaye anakuwa hajapata chakula ndani ya muda fulani, lakini pia mgonjwa akiwa amepata chakula kwa muda wowote. Vipimo hivi vinamsaidia mgonjwa kujua kiwango cha sukari katika mwili wake. Lakini pia tuna vipimo kwa ajili ya kuangalia kiwango cha mafuta katika damu ya mgonjwa. Vipimo hivi ni kama HDL, tuna total cholesterol, tuna LDL pamoja na triglyceride. Hivi vyote vitamsaidia mgonjwa kujua kiwango cha mafuta katika damu yake. Na hivi tunafanya kumsaidia tabibu kuweza kujua namna gani anaweza kummanage mgonjwa wake. Lakini pia tuna vipimo kwa ajili ya watu ambao wanakuwa wanapata magonjwa ya magoti pamoja na magonjwa ya mifupa. Tuna vipimo kama uric acid kwa watu ambao wanakuwa wanapata maumivu pamoja na changamoto za magoti, yani gout. Lakini pia watu ambao wanakuwa wanapata changamoto ya mifupa, tunafanya calcium pamoja na vipimo vingine. Lakini pia tuna vipimo kwa ajili ya kuangalia utendakazi wa figo, ambapo tunafanya urea pamoja na creatinine. Tukija kwenye utendakazi wa figo, creatinine ya sasa pia inatusaidia kwa wagonjwa wetu ambao wanafanya CT scan. Kwa hiyo vipimo hivi vinaweza kumsaidia daktari pamoja na mgonjwa kutambua kwamba figo yake inatenda kazi katika ubora gani. Lakini pia tuna vipimo ambavyo vinaweza kuonesha balancing ya electrolyte katika damu ya mgonjwa. Kwa hiyo vipimo vyote hivi tunavyovifanya katika idara ya kemia vinaweza kumsaidia tabibu kuweza kutoa maamuzi juu ya maendeleo na afya ya mgonjwa wetu. Vipimo vyetu vinafanyika katika mashine iliyo bora kabisa, ambayo inaweza kuchakata sampuli kwa ubora wa hali ya juu, na vipimo vyetu majibu yake yanatoka kwa ndani ya muda mfupi sana, ambao inaweza kurahisisha mgonjwa wetu kupata matibabu ndani ya muda mfupi na kuweza kufanyiwa management.